Hello people, running your video aka Kantu Dede, tukiendelea kusawazisha vitu vya TWM. Baada leo nimekuletea sister yangu ambaye alitupotea sana kwa muda. Huyo hapa ambaye unamuona ni mwana gospel, mwanamuziki ambaye anafanya nyimbo za Injili. Sasa leo tunataka tupige naye mastori kwa muda ambao alipotea sana, alikuwa wapi. Sasa tofauti na hilo, nataka zaidi sana watazamaji wa TWM mjue background yake, wale ambao wanamjua zaidi. Kama alianzia muziki wapi, na pia tujue maisha yake kwa sasa hivi ya zamani na ya sasa yapo vipi, kitu gani ambacho wameona zaidi sana kimebadilika. Unaona bana. Sasa wewe ambaye unaendelea kutufuatilia mwanzo mwisho, unaweza ukasubscribe ili uwe mojawapo wa familia hii ambao inaitwa TWM, Tajiri wa Moyo TV. Na mambo vipi? Uko poa? Mambo yanaenda yanasukuma kama kawaida. Maisha sio mabaya pande zangu. Sio mabaya kivile. Sio mabaya kivile. Pesa nyingi sana. Hapana. Asante. Wale ambao wasio kujua mara ya kwanza kabisa kukuona kwenye TWM, kwenye TV yetu hii, wanaweza wakakuita nani vile? Monica. Monica. Yeah. Monica wa kizungu au wa Kiafrika? Wa Kiafrika. Asante sana. Dada yetu, tunajua wewe ni mwanamuziki, okay? Unafanya muziki wa gospel, unafanya muziki wa Injili. Pia wale ambao wanaokufuatilia sana wangetaka kujua maisha yako ya hapo nyuma ilikuwaje, na kitu gani zaidi sana ambacho kilikushawishi mpaka ukaingia kwenye game hii ya muziki na ukaanza imba nyimbo za Injili. Kwanza mimi niseme kimaisha, yani kwetu hatuna hela hivyo. Tunashukuru Mungu kwa sababu anawapatia wazazi wangu kile kidogo, tunasoma, ya tunakula, maisha yanaendelea, lakini kwetu sisi tuna maisha chini sana. Maisha chini sana. Yaani kama hivyo tu. Mimi nimeanza muziki tokea bado nipo mdogo sana, nilikuwa na miaka kama 7 hivi. Nazaga zangu kuimba kanisani, tukienda kanisani, nikiona dada zangu wanaenda, mimi na mimi nitaenda hivyo. Tunaenda. Hivyo nilivyokomaa nikafikia karibu miaka kama 10 hivi. Na mimi nikaanza kuimba. Naimba. Basi kafika kipindi cha corona. Anakifahamu kipindi hicho kilitikisa dunia. Makanisa zikafungwa, sijui nini. Kanisa zilipofunguliwa ndio nikaanza sasa kuimba. Kakaangu akaja akaanza kunifundisha, nikaanza. Kwa hiyo nikagundua ndani yangu kuna huduma au kuna kipawa cha uimbaji. Kwa ndo nilianzaga, nikaanza kufundishwa kuimba. Mpaka hivi nilivyofikia hapa. Hivyo. Ni hiyo ni historia chache tu ambayo unaijua wewe. Asante sana. Hivi katika familia yenu wewe ni mtoto wangapi? Mtoto wa pili. Mtoto wa pili katika familia. Wewe ndo mmezaliwa wawili au? Mpo 6. Mpo 6. Wanawake wangapi? 5. Wanaume? 1. Asante sana. Monica amesema kwamba yeye ni mtu ambaye amezaliwa kwenye familia ya chini sana, sio watu ambao wana kipato zaidi sana kivile. Vipi, baba na mama wapo mpaka muda huu? Ndio, wapo kabisa yani. Asante sana. Tulisikia story yako tosha hapo ndogo kabisa ya maisha yako. Kuna kitu ambacho ulisema ulianza kuimba tangu bado ukingaliki mtoto sana, yani mchanga sana. Na pia kitu ambacho kilikushawishi, uliona dada zako walikuwa wanaenda kanisani wanaimba pia, na wewe ukashawishika yani ukaanza kuimba. Asante sana. Kwa sasa hivi tunakuona ushaingia kwenye game rasmi kabisa kwenye gospel, na sasa hivi watu wengi sana washakufahamu kama Monica, mwimbaji. Asante. Kitu gani ambacho unaweza ukatuambia kwamba kinaweza kuwa ni itilafu kubwa sana ambacho ulikuta kwenye game ya muziki? Ni kwenye muziki kuna mambo mengi sana. Kwanza changamoto ya kwanza kwenye muziki wangu kukosa support. Ndio. Nijikuta kuna muda napiga hatua lakini sina hela. Nijikuta tena narudi nyuma. Nategemea familia yangu, inaweza kanijue mara nyingi waga inanisupport. Lakini familia yangu ndio hivyo. Hatuna na uwezo sana hivyo. Kwa hiyo nikafanikiwa nikitaka kupiga hatua najikuta tena narudi nyuma.
sababu hela ndio kila kitu. Yeah. Unaweza kupanga mipango mingi sana, lakini kama hauna hela ni sawa na bure. Bure kabisa. Yeah. Ndio maana mpaka sasa hivi watu wanajiuliza, Monica, mbona amekaa kimya sana? Tujai kuona hata wimbo wake mtandaoni. Sababu sina kitu. Ni kweli kazi nishazifanya. Nishaingia studio, nisharekodi, lakini uwezo wa kufanya video sina. Hakuna. Yeah, najikuta ndio changamoto kubwa sana kwenye uimbaji wangu. Asante sana. Na pia tuongelee hapo ambapo kwa kukosa management. Tunaona wasanii wengi sana wanamuziki, hususan nyinyi wana gospel, ni watu ambao mnahangaika sana na management, au tunaweza tukasema kwa upande mwingine supporter. Kitu gani ambacho unaweza ukafanya zaidi sana ili upate supporter, ili watu kabisa waone huyu mtu kweli anajua, na ili mtu ashawishike akupatie support ili akusukume sehemu fulani? Mimi sijui kitu naweza nikafanya, maana kama ni kuimba naimba. Watu wananiambia tu nizidi kuongeza bidii, sijui nini na shauri. Maana sio kila mtu ambaye anaweza kukubali, kuna wale wananikubali, kuna wengine hawanikubali. Kwa ni hivyo kwenye uimbaji ndio jinsi ilivyo. Mimi sijui nifanye nini, la yote namwachia Mungu, kwa sababu Mungu labda anaona huyu mtu nikisema ni muinue sasa hivi, kesho anaweza kuwa mtu fulani, anaweza kujichanganya. Ndio maana bado anazuia baraka zangu. Kwa mimi nasubiria mpaka ile siku ambayo Mungu atasema huyu mtu kashakuwa vizuri, nibariki sasa. Asante sana. Na pia Mungu waga amwachi mja wake. Sote tunaelewa hicho. Tuangalie vizuri, tulikuta kwenye mitandao ya kijamii watu wengi sana wanakuongelea kuhusiana wewe na Wota Chilambo. Kitu gani ambacho ulionaga hichi kitu kilimshawishi sana Wota Chilambo akakuchukua wewe na ukaenda kule kwake? Yaani jinsi tu nilivyoimbaga. Alipendaga na jinsi nilivyo. Yaani sema tu jinsi nilivyoimbaga, nikaimba nyimbo zake, sio tu nyimbo zake. Yaani alipendaga tu ninavyoimba huduma yangu. Ndio. Alibarikiwa. Ndio. Akaamua kufanya tu hivyo. Safi. Watu wengi sana walijua kwamba hivi ambavyo umeenda kwa Wota Chilambo, basi Monica ameenda sehemu sahihi kabisa, Mwenyezi Mungu kamuona. Sasa cha kushangaza zaidi sana hapo unasema kwamba unakosa management. Vipi unakosaje management na wakati ulikuwa kwa mtu mkubwa, kaka mkubwa ambaye sio mtu haba yani. Akosi kidogo ile ya kukula siku moja moja. Ili kuaje kule maisha ya kule kwanza? Yaani kweli watu wengi wanaongea hivyo, sijui mbona tena nimerudi, sijui nini, nilikuwa nishaenda. Mimi nimeenda kule kufanya tu kazi, nilimbaga naye, yani alijitoleaga kuimba na miozo na kufanya video. Ndio kitu ambacho tu alinisaidia. Kwa ndio maana niendaga kule kwa sababu tu ya kushoot ile video. Nilipomaliza nikarudi basi. Lakini watu wengi sana walikuwa nafikiria labda naenda kule kukaa kabisa mazima ndio amenichukua. Sijui ndio amekuwa meneja wangu, lakini sio hivyo. Kweli kabisa. Hata sisi pia tulijua hicho kitu. Tulijua kwamba basi Monica anatoboa sasa kimaisha. Anatoboa basi. Tukaanza kukuona kwenye mitandao ya kijamii wewe na Wota Chilambo, mambo sio haba kabisa. Yaani mpo huku na huku, popote pale na wewe upo na Wota Chilambo. Sasa hapa tuambie kitu kimoja kwanza. Hapa nyumbani kwetu, game ya hapa na kule ulipokuwa kule Madale. Kitu umeona sehemu gani ambayo umeona imechangamka zaidi sana na game? Watu wanapambania riski yao kwa siku. Yaani sio tu unafiki. Yaani ni kule. Yaani mtu ukikaa huko ni kama vile tunarudi nyuma. Lakini mtu ukiwa kule, yaani unakuwa na nguvu fulani hivi na kabidii kupambana. Lakini mtu ukiwa huko unakaa tu sipo kwenu. Kama hivi mimi nipo kwetu, yaani natumia, najua tu mama baadaye ataniendelea chakula nitakula basi. Lakini kule najikuta nipo kwa watu. Wanakuwa na ile nguvu ya kupambana. Unajikuta buge nini. Unaona hapa hakuna mtu wa kumlilia. Acha nipate 100 kwa siku. Asante sana. Asante pia, tumeenjoy sana kupiga mastori na wewe leo, na pia kujua ile kidogo ambayo unaweza ukatuambia kwenye life yako sasa hivi. Na pia tunaangalia sasa hivi nyinyi madada, twende upande kwa watoto wa kike sasa hivi.
Unaona bana? Watoto wa kike sasa hivi wanajichanganya sana eti. Ni vigumu sana kumuona mtoto wa kike sasa hivi kama wewe au jawa na mtu ambaye ana sishalelewa. Bana. Vipi, yupo muda huu nini? Hapana. Hauna? Upo single? Yeah. Upo single? Vijana kuna mdada ambaye upo single? Hapana, mimi sijasema hivyo jamani. Unasemaje sasa? Haupo single au nipo single ila sitaki. Usijani sitaki. Bado mama wangu ananiambia bado mtoto mdogo. Bado mtoto mdogo wewe? Vijana wa siku hizi tunajua. Tunajua mambo mengi sana. Mungu kwanza. Mungu kwanza. Asante. Umerudi huku umekuta Febi yupo pale. Umekuta Naomi yupo pale na pia Daivete pia naye yupo. Unaona hao ni watu ambao wanafanya vizuri sana hapa nyumbani. Sasa kwa jinsi ambavyo umekuja na kitu gani cha tofauti sana ili kuwapa kautikiso kidogo hao ambao wamekutaniwa hapa nyumbani? Kitu cha tofauti? Ndio. Kwenye uimbaji au kwenye uimbaji kwanza, sio kwenye live. Kwenye uimbaji tunajua wote watu wanapopigania ni uimbaji hapa kwenye game. Ndio watu wote ndio kuna vita hapa. Kitu gani ambacho umekuja nacho cha tofauti kama Monica? Yaani mimi siwezi, yaani kusema kweli siwezi nikajua ni kitu gani cha tofauti. Hapana. Yaani mimi ni Monica tu kama jinsi watu walivyonizoea naimba. Yaani mimi naweza nikaimba hapa mtu mwingine ndo akasema umebadilika. Jinsi ulivyokuwa naimba zamani sasa hivi ni tofauti. Au umeshuka au umepanda. Kwa mimi nikiimba mimi najua niko sawa. Lakini watu ndo waga wanasema siku hizi Monica tu vizuri. Siku hizi Monica hapana. Kama hivyo. Alafu kwa mfano sasa tuje kuweka wewe pale, sawa umeshika nafasi ya kwanza au nafasi ya pili. Ivete ameshika nafasi ya kwanza, Febi pia naye ameshika nafasi ya tatu hapa. Kwenye concert kule, kwenye kupewa matuzo kule. Sawa unaweza ukatamani nani zaidi sana apewe tuzo kati ya nyinyi wote watatu au wanne? Yule atakayeshinda ndio atakayepewa tuzo. Kwa kutamani wewe binafsi kwanza. Bila utofauti ya kushinda. Mimi siwezi nikatamani maana pale yaani pale watu watakuwa wanafuata watampatia yule ambaye amefanya vizuri. Kwa mimi siwezi nikatamani labda nipewe mimi, labda apewe fulani. Nikishinda mimi nitapewa mimi. Akishinda dada Ivete atapewa yeye. Unaweza ukafanya akishinda siji Febi atapewa yeye. Unaweza ukafanya movement gani ili wewe ushinde wakati ya hivi vichwa vitatu ambavyo vipo hapa? Si kuimba tu jamani. Unaimba tu. Kuimba tu. Kila mtu viwango vinaachana, tupo tofauti. Dada Ivete yupo na kiwango chake, mimi na cha kwangu, na Febi ana cha kwake. Watu ndio sasa wanasemaga huyu yupo juu kidogo, huyu hapana, huyu yupo hivi. Ni hivyo. Asante sana. Bado tunaenda kufunga kipindi chetu namna hii. Kabla kabisa sijafunga kipindi changu, mnanijua kazi yangu, mambo yangu ambayo nakuaga nayo. Unaona bwana? Hapo waga kuna kibegi fulani cha Roni hapa ambacho nakuaga nacho. Nikikitoa ujue hivyo ni maambukizi ya coronavirus. Nikiambukiza hivyo ujue kuna mambo ambayo yanataka kuharibika. Dada yetu hii hapa, ukiona hichi kibegi ambacho nimekutolea hapa, hichi kidude hichi hapa ni tofauti na dini. Lakini mna swali la dini, mna swali la tofauti, mna maswali tofauti. Pia mna swali zile ambazo unaweza ukazihitaji katika maisha yako ambayo inaweza kukuongoza zaidi. Pia mna swali zako 3 tu. Swali 3, mna vikaratasi vitatu ambavyo unaweza kuokota ndani ili usome alafu ulete jibu. Roni bana nishaanza. Nishaanza nini tena bana wewe? Utusomee kwa nguvu zaidi watu wajue. Wajue na watazamaji. Najua komenti zenu naziona sana. Yule ambaye anaona interview ya Roni mwanzo mwisho, najua ana enjoy sana. Tusomee swali. Ni jina gani huwa ulikuwa nalipenda kipindi cha utoto mama akiwa
Akikuita ni lazima uende popote atakapokutuma. Najua hilo swali limeeleweka, sio swali geni sana kwa watu wote na sio kitu kigeni sana. Ni swali gani au ni jina gani mama alikuwa akikuita? Sawa Alafu akikuita unafurahi, anakutuma ule ambako anakutuma unaenda na furaha sana. Yaani unafurahi bila kupewa chochote. Hiyo swali limemwangukia Harmonica. Rudishie swali langu hapo. Nakumbuka. Utotoni huko, utotoni. Tukumbuke. Ni kweli, yani kuna jina ambalo mama wangu alikuwa anazoea kuniita. Yani nikiwa hata mbali naye nikisikia tu dada. Yani hata nilikuwa wapi, yani nakuja mbio. Ndio jina ambalo ni mamangu mpaka sasa hivi waga ananiita tu dada kwa sababu jina ambalo jina la dada yake, yani alimpangaga dada yake. Ndio maana alizoea kuniita dada. Kwa hiyo wewe ukalipenda sana. Hata kama uwe unajishughulisha na kitu chochote kile unajiweka busy sana. Yaani ukisikia tu dada unakuja chapu yani. Mapema sana. Asante sana, tunaenda swali la pili bana. Mna swali 3 za dada yetu. Unaona bana? Na wewe tuandikie kwenye comment hapo maoni yako yapo vipi? Jina lako ambao ulikuwa unaitwa na utotoni, mama akikuita tu chapu unakuja. Mimi nilikuwa nafanya wakiniita jina fulani hivi. Siwezi nikasema kwa sababu nyinyi watu wabaya sana. Asante, tusomee swali lingine hilo. Kama huwezi kulisoma na niomba hapa nisome. Afu utoe jibu. Hapa siipendi. Hauipendi? Hakuna kupenda. Hii hapa usiana na mimi. Asi na wewe. Soma sasa. Siipendi. Soma sasa. Utusomee. Labda kuna mtu ambaye anajibu pale kwenye comment. Haya, tusomee hilo swali. Swali nasemaje? Eti kati ya Honey na Darling au hapa ameandika Kiingereza msielewi. Okay, leta mimi nikusomee. Wameandika hivi. Jamani, muwe chonjo sana kwa kucomment hapo. Kati ya Honey, sawa na Darling au Dear, ni neno lipi mpenzi wako akikuita unajisikia raha sana? Aise, jamani. Mambo haya ya kimaisha haya. Wewe kama wewe Harmonica, jina gani ambalo unaweza ukalipenda sana? Uliambiwa kwamba haupo kwenye mahusiano. Jina gani ambalo unaweza ukalipenda mpenzi wako akuite kwenye hizo jina? Mimi sipendi hata moja. Upendi hata moja? Hata mimi sina mpenzi. Hivyo vinahusiana na nini na mimi? Ndio maana nikwambia yani swali ni kama vile ipo kidogo nje na mimi. Kwa sababu mimi siwezi nikakujibu kwa sababu sina na mpenzi eti ataniita hayo majina nikajisikia raha no. Asante. Comment yako hapa chini. Ndio unaendelea kufuata. Swali la mwisho hapo. Alafu una bahati wewe, una bahati kweli, una bahati sana. Una bahati sana Harmonica. Au tumuite Monica. Ana bahati sana yani. Hajaenda kudondokea swali ambalo la kufurahisha mimi nyombi hapa. Bane. Comment yako hapo. Sawa, comment yako hapo tunahitaji sana. Inasemaje? Uongo gani ulipoambiliwa kipindi cha utotoni lazima uogope? Omba swali langu. Swali limeeleweka tena limejifungua kabisa yani. Nimejifungua. Ni uongo gani ambao ulipoambiliwa tu utotoni? Sawa ulipoambiliwa tu utotoni mpaka uogope hata kulala mwenyewe. Sote tunajua hayo mambo. Kipindi cha utoto kile. Yale mahadisi yani. Sema siku hizi hayapo tena. Ni uongo gani ambao uliambiliwaga bado ukingaliki mtoto hivi? Unasema kwamba sitawa mwenyewe hapa mpaka nende na baba au mama. Ni vingi sana tu. Kama nini? Yani zaidi sana tukofa tukiona movie sana. Afu tukiona movie ya chawi, nilikuwa naogopa sana. Yani siwezi nikalala mwenyewe kabisa. Uongo. Unakuwa muoga. Naogopa.
ilikuwa movie gani kilichoupo? Najua watu wengi sana wanaikumbuka sana movie hiyo. Kilichoupo ni movie ambayo iliogopesha watoto wengi sana. Bwana, asante sana. Labda unaweza kuwa na lipi la mwisho la kuambia watazamaji wa TWM na mashabiki wako? Ya, mimi labda niwaambie tu msichoke au msivunjike mioyo kwa sababu mimi nimekaa kimya. Ni kwa sababu tu sijawa na chochote kile, labda unaweza kuwa na msaada wowote wa kunisaidia. Mimi nipo, nawategemea nyie ndio nguvu yangu. Asante sana. Bila nyie mimi sitaweza. Asante sana. Huyu hapa anaitwa Monica Africa. Nampatia jina lingine. Hapana. Monica Miracle. Asante. Miracle, yani kwenye Kifaransa miracle. Asante sana kwa kutufuatilia wewe mtazamaji wetu wa TWM. Mimi naitwa Ronny Nyombinyo aka Kantu Dede. Nyuma ya kamera Justin Bade. Tunawapenda sana ndugu zetu, muendelee hivyo. Na yule ambaye hajawahi kabisa kusubscribe ili awe mojawapo wa familia hii ya TWM Tajiri wa Moyo TV, ingekuwa vizuri zaidi sana ili upate mauonjo na vitamu, vitu vizuri. Subscribe hapo kati. Pia usisahau kugonga kile kengele pale, gonga tena na unagonga tena mara 3 ili uwe mojawapo wa familia.